Kupitia mafunzo haya tumejifunza kwamba kunatakiwa tuwe na ushirikiano wa karibu kati ya idara zote, sio polisi peke yake, polisi, waendesha mashtaka, wenzetu wa madaktari, namna gani ya kusaidiana katika kufanya hili jambo, kwa sababu hii ndio ya kijinai. Kwa katika kijinai wadau wote tukiwa tushirikiane ili kufanikisha ukusanyaji, uchukuaji wa sampuli, kwa sababu polisi kama polisi hawezi kuchukua sampuli. Sampuli inachukuliwa na nani? Na daktari. Daktari na polisi kuungana kwa pamoja, mwisho wa siku tunapata nini? Matokeo yaliyokuwa bora zaidi. Niombe sana, haya ni deni. Haya ni deni, na kama nilivyosema, yakishaletwa kama ni masuala tu ya kutolea majibu, basi tunakuwa tumemaliza. Kwa mfano kwa wale ambao yale matukio ambayo ni ya watu wamejiua, yani kwa mazingira tuliyowakuta, kwa mfano daktari alikutwa ana vifaa vya kujiua na madawa pale yamemzunguka, kwa hiyo alivitumia kujiua. Lakini sasa kisayansi hatuwezi kudhibitisha hilo mpaka maabara yetu iweze kufanya uchunguzi. Jeshi la polisi likachukua sample ikapeleka kwa mkemia mkuu. Alafu sasa pia kuna changamoto ya kuisafirisha. Nadhani muiangalie pia kwa sababu nadhani ule umbali pia unamata na hilo linaweza likaibua swala nzima la kisera la kuomba kusogeziwa zile maabara mpaka kwenye ngazi ya mikoa. Hili ni jambo kubwa, sababu kusafirisha sampuli mpaka unapeleka sijui Mwanza mpaka Dodoma, hapo katikati mpaka inafika kule na kwa imeharibika zaidi. Kwa hiyo tuombe ofisi yako mkemia mkuu mtusogezee zile maabara, hata kama ni maabara ndogo kwenye ngazi ya mikoa, ili ziweze kutusaidia kupima, ndio tupate majibu ya haraka. Kwa hiyo waheshimiwa sana, ninachokisema ni kwamba matukio haya yanapotokea, wananchi wetu wanapenda kupata majibu, na kwa kuwa ni majibu ya kisayansi, kwa majibu ya kisayansi yanaga utata kwamba nimechunguza nikakuta hili na hili na hili na hili. Basi mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali, kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Amejitahidi sana katika kuhakikisha mamlaka inatoa uchunguzi wa hali ya juu, inafanya uchunguzi wa hali ya juu na kutoa matokeo kwa usahihi. Tuna mitambo ya hali ya juu katika mamlaka yetu ambayo ukienda duniani kote ndio hivyo na sisi tunatumia, na majibu tunayotoa ukienda nchi yoyote majibu yale unapata ambayo tumekuambia kutoka mkemia mkuu wa serikali. Nije tu kwa upande wa jeshi la polisi, tumekuwa tukijitahidi sana kutoa majibu kwa wakati na ripoti zinakuwa tayari, lakini wao kufuata ripoti hizo imekuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi, kila Ijumaa tunaandaa listi ya ripoti ambazo ziko tayari natakiwa kuchukuliwa, tunapeleka kwa DCI ili kwamba waweze kuambia watu wake katika nchi nzima waweze kufuata matokeo, waweze kufuata majibu kutoka katika mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo nawapa tu kwamba wao wanafuatilia majibu, sababu majibu yanatoka kwa wakati.